Dunia hakuna aliyepata, aliyeona kwamba amepata kumbe ndio amepatikana. Waislamu, tusipotezi muda huu ambao tumeupata wa 10 la mwisho kwa sababu ya mambo ya dunia yasiyokuwa na manufaa. Vijana, usipotezi 10 lako kwa sababu ya ligi ya mpira. Hii ligi ya mpira haitokusaidia lolote. Wakati wa kusoma Qur'ani ndio huyu. Acha kupoteza muda wako. Wazee wangu, mama zangu, rafiki zangu, muda unaisha. Kufumba na kufumbua, huenda tusikutanagi na Ramadhani nyingine. Waislamu, tutake tusitake, kwa karibu na kwa mbali, duniani tutatoka. Kwa uzuri tutatoka, kwa ubaya tutatoka. Tutakwenda wapi? Tutakwenda kuanza maisha mapya yanayoitwa barzakh. Maisha ambayo ni marefu, maisha ambayo ni mapana. Utayajua mwanzo wa kuingia, lakini mwisho wake hautayajua. Muislamu, andaa maisha yako ya barzakh, unayaandaa katika hili 10. Maisha ya barzakha ni maisha ambayo utamu wake na uzuri wake na amani yake ni hili 10. Lakini ni maisha marefu, kuanzia kwa Adam mpaka kwa Nabii Nuh mpaka kwa Nabii Ibrahim, wote wamekufa, wako katika maisha ya barzakh, na sisi tutawakuta pale. Matunda wanayekula ni yale walioyatanguliza. Maisha ya dunia ni mafupi yenye thamani kubwa. Katika hili 10 la mwisho lina ibada inaitwa Lailatul Qadri. Lailatul Qadri khairun min alfi shahr. Ni usiku ambao ukibahatika ukaupata, unapata ujira, unapata malipo kuliko miezi 1000. Waislamu, vijana, tutahama duniani. Tusipumbazwe na mwanga wa dunia tukapoteza siku zenye thamani, siku zenye heshima, siku bora, siku zenye matunda, siku za ibada. Tusizipotezi kwa sababu ya hanasa ya dunia. Dunia sio chochote. Dunia haina mwanzo wala mwisho. Dunia haina mbele wala nyuma. Dunia hakuna aliyekuwa mwenye nayo. Dunia hakuna. Wapendwa Waislamu, chukueni fursa hii, jiandaeni, boresheni ibada mnazozifanya, okoweni nafsi zenu. Kila mmoja ililie nafsi yake, kila mmoja ajitahidi. Okoa nafsi yako kwa kukesha usiku. Unakesha ukiswali, swali sana, mlilie Mola wako sana, soma Qur'ani sana, fanya adhkari sana, mswalie mtume wako sana katika hili 10 la mwisho. Usiku wake ni usiku wenye faida. Huenda Allah naweza kukuzawadia hiyo Lailatul Qadri ukaipata. Ndugu zangu Waislamu, huyu ndio wakati wa kuomba dua. Dunia imebanwa na wenye nayo. Leo majonzi yamekuwa mengi. Wapenda dunia, wataka dunia, hawajali binadamu leo duniani, hawajali utu leo duniani. Wako tayari mwewote mmalizike, wapate yale wanaoyataka. Leo nchi yetu jirani ya Kongo, watu wanakufa usiku na mchana.
viongozi wapo, watoto wanakufa, mama anazaa hana kitumaini cha kulea, mama analea hana kitumaini cha kwamba mtoto wake ataishi. Mtoto anakwenda shule, mama anapewa taarifa amepigwa guruneti, anauawa. Wakongomani wanauawa dhulma, wanaonewa sababu ya Simba, wanaonewa sababu ya watawala. Waombeeni dua, waombeeni msamaha, waombeeni kwa Allah, Allah waokoe. Wanafia nini? Wanawake wanabaki wajane, watoto wanauawa. Juzi tunaona vijana ndio tegemeo la kesho. Watu wanakamata wananyonga, watu wanakamata wanaua, vijana wanauawa kama dagaa, vijana wanauawa kama mbu. Enyi watawala, mjue kwamba duniani leo mpo, kesho mtakufa. Enyi watawala wa dhulumat, mnawaonea watu, mnaonea raia kwa yale matakwa yenu mnayoyataka. Muokopeni Allah. Leo mko duniani, kesho mtatoka. Hizo sehemu ambazo nyinyi mnakaa, walikaa wengine zaidi yenu, leo watazame wako wapi. Mifano ipo. Watawala wa Afrika, watawala wa Ulaya, watawala wa Marekani, mnakubali damu zinamwaika, mnakubali watu wanakufa, tena wanakufa kwa dhulma sababu ya mapato mnayoyatafuta. Kesho mtaingia kaburini, wallahi mtaingia kaburini, na wallahi mtakufa, na kila mlichokikuta duniani mtakiacha duniani. Waislamu, ombeeni dua, ombeeni dua. Wakongomani, ombeeni dua. Nchi yenu hivi sasa imefikia wakati, Waislamu, hali mnayo tunaishi nayo mnaitambua na mnaiona, na wallahi viongozi wanayoongoza hizi nchi watasimama mbele ya Allah. Wanayoyafanya wanayajua, wanayoyafanya wanayaona. Aqulu lakum sarahatan fattaqullaha ghadan sawfa tamutuna, satamutuna kama matu, mtakufa kama walivyokufa. Wallahi mtakufa. Kama wewe kiongozi wa Marekani, kuna viongozi wa Marekani walikufa, na wao utakufa. Kama wewe kiongozi wa Ufaransa, kuna viongozi wa Ufaransa walikufa, na wao utakufa. Viongozi wa Afrika, mnakubali ndugu zenu wanakufa, raia wanakufa, damu zinamwagika, wanawake wanabaki wajane, watoto wanabaki mayatima. Mtu anazaa mtoto wake, anazaa kijana wake, wakujua kwamba huyu kijana ndiye atakayemzika. Leo unamuua mtoto wake kwa kumkatakata. Leo mnawaua watoto kwa kuwatwanga. Leo mnakamata watoto zaidi ya 30 sehemu moja, mnapiga, mnaua. Uweni, lakini mjue kwamba na nyinyi mtakufa. Damu na maika duniani. Waislamu, simameni usiku. Waislamu, simameni. Vijana, simameni. Wanaya waongozeni, hawa watakieni kheri. Na haya nawaambieni, niko mimbarini. La salamata illa al-Islam, la salamata illa al-Islam. Fanyeni mnavyofanya. Kama hamna agenda ya kutawalisha Uislamu, wallahi juani viongozi wote ni mbwa mwitu. Al-Yahudu milla, Mayahudi wote ni mila moja. Wataungana kwa kumwaga damu zenu, wataungana kwa kupora mali zenu, wataungana kwa kuwadhalilisha, wataungana. Haya yote myatambue na myaelewe. Walan tarda anka al-yahuda wala nasara hatta tattabi'a millatahum.
kafiri yoyote yuko tayari wewe ufe kwa maslahi anayoyataka. Ndugu yangu Muislamu, tumefika katika kumbi lizuri. Muislamu, ombea dunia nzima, watu wapate amani, watu wapate usalama, watu wapate utulivu. Mauaji yamezidi, mauaji yanakithiri. Leo Afrika ndio imekuwa uwanja wa vita. Leo Afrika ndio inakuwa uwanja wa vita. Kila anayetaka kupima risasi lake analipeleka Kongo. Kila anayetaka kupima bunduki yake anaipeleka kwenye kichwa cha Mkongomani. Mkongomani anakosa gani? Leo watu wanakosa amani, watu wanakosa usalama, watu wanakosa utulivu. Waislamu wa Kongo wamefunga, hawafuturu, wamefunga, hawalidaku, hawaelewi kwamba wataamka. Wana makosa gani? Walifanya kitu gani kwa Allah? Nyinyi viongozi wa Afrika mnafanya nini? Mnafanya nini? Na wallahi namuomba Allah sauti yangu aifikishe kwao, wajue kwamba watakufa. Wanalindwa, wanakula, watoto zao wanasoma, watoto wa wenzenu mko mnakandamiza ndani ya kaburi. Allah na waoneni na atawalipeni. Uchungu wetu tunauweka mbele ya Allah. Allah ione damu ya wanadamu. Allah wana mateso watu wanayapata sababu ya makundi ya watu, sababu ya matumbo yao. Waislamu, kila mmoja inue mikono yake kwa kuwaombea ndugu zetu Waislamu na wanadamu wote wanyonge. Wako wanauawa bila hatia, watoto wanabaki mayatima, hawana mbele wala hawana nyuma. Wanawake wanabaki wajane, hawana mbele wala hawana nyuma. Wazee waliozaa vijana wao wanauawa hadharani. Mzee anakaa anauawa kwa pressure, hana mbele. Anajenga nyumba, wakubwa wanabomoa. Anajenga nyumba, wakubwa wanamtoa ndani ya nyumba. Leo watu wanakaa ndani ya majani, watu wanakaa ndani ya mahema. Walikuwa na manyumba yao, walikuwa na mali zao, walikuwa na kwao, sababu ya mapato ya dunia. Wallahi Mungu atawalipa. Na tena sio mbali, nitawapa mifano ya marais watano. Hakuna aliyokuwa rais aliyopendwa kama Kongo, kama Mobutu Sese Seko. Naomba yuko wapi? Mumwangalie Mobutu penye yuko, na nyinyi watawala mtamfuata. Hakuna rais aliyependwa Tanzania kama Nyerere. Yuko wapi? Leo mnajiita watu wa amani, watu wa usalama. Kongo watu wanakufa. Afrika Mashariki, Kongo watu wanakufa. Mko mnafanya nini? Burundi tulikuwa na marais wangapi? Wako wapi? Rwagasore yuko wapi? Michombero yuko wapi? Bagaza yuko wapi? Ndadaya yuko wapi? Buyoya yuko wapi? Ndajamira yuko wapi? Rais aliyopendwa akasimama kama rais, akatumikia nchi. Pierre Nkurunziza alisimama kama mwanaume. Leo yuko wapi? Someni viongozi walipokwenda, na nyinyi mtakwenda. Lakini kwenda vizuri ni kwenda kama mwanaume, acha athari iliyokuwa nzuri. Tukienda Rwanda, nani hakumuona rais kama Habyarimana? Aliyokuwa rais komando, alikataa kufa kama mbwa, akataka afe kama mwanaume. Yuko wapi? Viongozi, someni kwake alipokwenda, na mwenye mtakwenda.
Wapeni raia amani, wapeni raia usalama, wapeni raia utulivu, la sivyo aliyewaumba anawaona, mtakwenda kama wengine walivyokwenda. Kilio chetu katika 10 la mwisho, tunamshtakia Allah. Waislamu, mshtakieni Allah madhila wanayopata raia, mateso raia wanayoyapata sababu ya wale wenye matumbo. Innahu huwa as-sami'u al-basir. Bila shaka Allah ni mwenye kusikia na ni mwenye kuona, atawasikieni. Hata Firauni alijigamba akatoka. Waislamu, kuweni na umoja, kuweni na undugu. Innamal mu'minuna ikhwa. Katika dua zako zote utakazoomba, usisahau kuwaombea ndugu zako wa Kongo, ndugu zako wa Burundi, ndugu zako wa Somalia, ndugu zako wa Afrika nzima, ndugu zako wa Palestina. Wako wanadhulumiwa, wananyang'anywa vya kwao duniani, kama vile wasiokuwa na haki ya kuishi wakati wana haki ya kuishi. Mungu anaumba pasiwi yoyote atakayetoa nafsi bila Allah mwenyewe kutaka itoke. Ndugu zangu Waislamu, huyu ni wakati wa maombi, huyu ni wakati mzuri. Simameni kidete, simameni, ombeni sana. Nchi yenu ipate amani, nchi yenu ipate usalama, nchi yenu ipate utulivu, na nchi zote zipate amani na usalama na utulivu. Waislamu ulimwengu mzima wapate amani, wenye kuzaa wazae, wenye kunyonyesha wanyonyeshe, wenye kufanya kazi wafanye kazi, wenye vyao wale kwa amani na usalama. Fursa ya dua ndio hili 10 la mwisho. Mkilipoteza kupata lingine itakuwa ni vigumu. Tumuombe Mwenyezi Mungu atusaidie tuenye kuyasikia mazuri na kuyafuata, na kusikia maovu na kuepukana nayo. Yale tunaopatia Allah atulipe, na yale tunaokosea Allah atusamee. Allah tupe maisha ya Uislamu na atufishe tuko Waislamu, na aturuzuku shahada kabla ya kufa. Aqimis salat. Aqimis salat.